baadaye tukaingia katika kesi namba 8606 mwaka 2025 ambapo kama nilivyosema mteja wetu Antipas Tundu Lissu Mughwai almaarufu Tundu Lissu anashtakiwa kwa mashtaka ya sheria inaitwa sheria ya makosa ya mtandao, kuchapisha habari za uongo na nini, na leo ameitwa shahidi mmoja. Wao wanasema ni afisa wa polisi. Wakati wa kuuliza maswali tutaonyesha vinginevyo, lakini kwa sababu hatujafika kwenye hatua hiyo, tuishie tu kusema kwamba kwa utambulisho wake anasema ni afisa wa polisi, anaitwa Inspector John. Anadai, tutaonyesha tofauti, lakini bado hatujafika kwenye hiyo daraja. Anadai yeye ni afisa katika ofisi ya mkuu wa upelelezi hapa nchini, na almahususi kwamba yupo kwenye kitengo cha online patrol. Kuna wale maafisa wa polisi ambao huwa wanapita kwenye mitandao kuangalia nani amefanya makosa. Kwa hiyo anadai kwamba katika ushahidi wake kwa kifupi kwamba yeye katika pitapita zake kama sehemu ya utekelezaji wa majukumu yake alikutana na video ambayo yeye kwa tafsiri yake ilikuwa inaonyesha kwamba kuna makosa ya kimtandao ambayo mteja wetu Tundu Lissu ameyafanya. Sasa ametoa ushahidi wake, amesimulia jinsi ambavyo alifanya kazi, kile alichokiona na namna alivyo retrieve ile video. Na baada ya hapo wenzetu upande wa mashtaka wakaleta ombi kwamba wanaomba ushahidi wa shahidi huyo usitishwe kwa muda. Sheria inaruhusu kifungu cha 147 kifungu cha 5 cha sheria ya ushahidi kama kufanywa sura ya 6 kama kufanywa marekebisho mwaka 2022 inaruhusu kusimamisha kwa muda ushahidi wa shahidi ili kusubiri ushahidi wa shahidi mwingine. Sasa tulipinga vikali, mlikopo mmesikia, na tukasema kwamba tafsiri yetu ni kwamba ni uoga wa shahidi kuulizwa maswali. Ndio tuhoja tu mahakamani kwamba shahidi hakuna lolote, ni kinga tu inawekwa ili tusishughulike na shahidi ambaye wote mmenisikia mahakamani nikisema tunamfahamu vizuri. Na ndio maana nikasema wenzetu wanadai ni afisa wa polisi, ana cheo cha inspector, kwamba yeye ni mtaalamu au mchunguzi wa makosa ya kimtandao. Ndio shahidi alivyosema. Narejea tena, tulikuwa tumejiandaa na bado tunajiandaa kuonyesha kwamba story hiyo sio story ya kweli, lakini hatuwezi kusema huko hadharani barabarani. Tunamsubiri kwenye kizimba siku yoyote ambapo atakapokuja, kwa sababu baada ya kutoa hoja zetu tumepinga vikali kabisa ombi hilo, lakini hakimu au mahakama niseme imekubaliana upande wa mashtaka. Kwa hiyo imeahirisha kwa muda fulani ushahidi wa shahidi huyo ambaye wanamuita wenzetu Inspector John, na amejiita Inspector John. Ushahidi wake umeahirishwa, kwa lugha kitamu umekuwa deferred mpaka hapo baadaye. Wao wanadai atakapokuja mtaalamu mchunguzi kutoka kitengo cha uchunguzi wa vifaa vya electronic, atakapokuja na kutoa ushahidi pengine na kutoa kielelezo ambacho hiyo nafikiri ndio flash disk ambao wanasema ndani yake kuna picha au video za ambazo zinamuonyesha mteja wetu akitenda hayo makosa. Basi kama nilivyosema, mahakama imeamua, tulikuwa tumejiandaa, na tulisema mahakama tulikuwa tumejiandaa kushughulika naye huyo shahidi, tunamfahamu vizuri, narudia tena. Na siku yoyote tumeka tu akiba, siku yote atakapokuja kama atamleta basi tutashughulika naye ipasavyo. Tulikuwa tunalilia siku zote kwamba kesi ianze ili ulimwengu wote uweze kufahamu haya mashtaka anayoshtakiwa nayo Tundu Lissu ni mashtaka kweli au ni kitu kingine. Sasa tunafurahi kwamba angalau safari hiyo ya sisi kuonyesha dunia kwamba kilichoko ni kitu tofauti kabisa imeanza. Tunasikitika kwamba tumekatishwa leo katika namna hiyo, lakini tupo tayari. Tutakutana tena katika kesi mnamo tarehe 1. Shahidi atakaye kuja tutashughulika naye kwa ufasaha ili kuonyesha dunia kwamba kwa mtazamo wetu na wateja wetu Antipas Tundu Lissu Mughwai hajafanya au hajatenda makosa yote ambayo anatumiwa nayo, na tutaonyesha kwamba kuna mambo mengi ambayo yamepelekea kesi hii na kulikuwa hakuna sababu yote ya kisheria ya kufungua kesi hii. Kwa hiyo tutakutana tena Mungu akipenda mnamo tarehe 1 mwezi wa 7. Muendelee kuhudhuria kwa sababu tunaamini kwamba tutauonyesha umma kama nilivyosema kwamba hakuna chochote kile ambacho Tundu Lissu amefanya ambacho kinastahili kuitwa mashtaka au kuitwa kesi. Ni hayo tu kwa sasa. Batala, tunashukuru kwa ufafanuzi wa kesi za leo. Pengine hili nje ya kesi za leo, wateja wako wengine jana walikutana na kadhia ya kutawanya na jeshi la polisi kutumia mabomu ya machozi na wengine walikamatwa. Wateja wako sasa hivi wanaendeleaje na vipi